النهاية وبعد ذلك استخلصوا القرارات. أيها الأحباء في كل مكان كنا معكم نود وصف تفصيلي لأحداث المباراة، ولكن المباراة انتهت قبل أن تبدأ حقيقة. على إثر ذلك ستكون هناك أكيد اجتماعات وقرارات، وبالتالي wakati tukiwa tunakumbukumbu na lile tukio la kuahirishwa kwa dabi ya Simba na Yanga, kimetokea klabu ya Al Ahly kugomea mchezo wa dabi dhidi ya Zamalek. Sasa unaambiwa baada ya Al Ahly kugomea dabi ya Cairo, Zamalek imechukua ushindi wa mezani wa mabao 3-0 pamoja na pointi 3, ambapo uamuzi huu umefuata kanuni za ligi ambazo zinatoa ushindi kwa timu iliyofika uwanjani ikiwa mpinzani wake hajajitokeza bila sababu inayokubalika. Al Ahly walibaki na msimamo wao wa kutaka waamuzi wa kigeni pekee kuendesha mchezo huo, lakini waamuzi wa ndani walioteuliwa waliwasili uwanjani na kutangaza kumalizika kwa mechi baada ya kutokuwepo kwa Al Ahly. Mpaka sasa Al Ahly hawajatoa tamko jipya kuhusu hatua hii, huku mashabiki na wadau wa soka wakisubiri iwapo klabu hiyo itachukua hatua zaidi dhidi ya uamuzi huo. Bwana, hicho ndicho ambacho kilitokea jana kwenye mchezo huo wa dabi ya huko nchini Misri, moja kati ya dabi bora kabisa barani Afrika, na yenyewe sasa imeota mbawa. Lakini tumeona uamuzi ambao umetolewa na chama cha soka cha huko nchini Misri cha kuikabidhi Zamalek pointi 3 pamoja na magoli 3. Lakini unaambiwa mara baada ya dabi hiyo kuahirishwa na Zamalek kupewa ushindi, bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Al Ahly baada ya vikao virefu na mashauriano ya muda mrefu ilikubaliana kutokupeleka timu uwanjani hiyo jana ikiwa waamuzi hawatobadilishwa, na hiyo ni kutokana na chama cha soka Misri kutokuheshimu makubaliano yaliyofikiwa na mapema mwanzoni mwa msimu yaliyoagiza waamuzi wa mechi hiyo kuwa kutoka nje ya Misri. Bana, bodi ya klabu hiyo ilisema haiko tayari kupeleka timu uwanjani mpaka chama cha soka kitakapofuata na kuheshimu makubaliano hayo ya kutathmini mwenendo wa waamuzi kwenye ligi hiyo ya nchini Misri. Bana, unaambiwa Al Ahly wao walikubaliana na chama cha soka kwamba mchezo huo ambao ni wa dabi uchezeshwe na waamuzi kutoka nje, na waamuzi ambao walikuwa wametakiwa kuchezesha mchezo huo ni waamuzi kutoka huko Saudi Arabia. Sasa haikuwa hivyo na jamaa kagomea mchezo, na sababu kubwa ambayo iliwafanya Al Ahly kutaka waamuzi wa mchezo huo watoke nje ni kutokana na wao kutokuwa na imani na waamuzi kutoka ndani ya taifa la Misri. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo iliwafanya halikutaka kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje. Ifahamike kuwa Al Ahly hawana tatizo kucheza mchezo huo, ili mradi tu maamuzi awe sio raia wa Misri kwa kile kilichokubaliwa tangu mwanzo wa msimu. Kwa hiyo iko hivyo na Al Ahly wametoa tamko kwamba wako tayari kugharamikia tiketi za mashabiki wake kwa mechi ya dabi. Bodi ya kurugenzi pia ya klabu ya imeamua kugharamia tiketi za mashabiki wa Al Ahly kwa mechi ya dabi. Uongozi wa utendaji umepewa jukumu la kushirikiana na kampuni ya tiketi katika saa chache zijazo ili kubaini njia ya kurejesha gharama za tiketi kwa wamiliki wake kihalali. Kwa hiyo Al Ahly watarudisha tiketi zao. Kwa hiyo iko hivyo kuhusiana na dabi hiyo, wakati tukiwa jiuliza mpaka leo kwamba hivi kweli dabi ya Simba na Yanga itachezwa kutokana na yale maamuzi ambayo Yanga waliyatoa kwamba hawatocheza dabi nyingine tofauti na dabi iliyokuwa imepangwa tarehe 8. Wakati tunajiuliza maswali hayo, bwana, Al Ahly wao wamegomea mchezo wa dabi, lakini pia maamuzi yametoka na Zamalek wamepewa pointi 3 na magoli 3 muhimu. Wakati tukijiuliza sasa upande wa pili Yanga na Simba inakuaje. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio jingine ambalo limekuja na kumbukumbu ya Simba na Yanga. Ni siku chache tu zilizopita tunaanza kukumbushwa pia kile ambacho kilitokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa taarifa iko hivyo kwamba Al Ahly bwana wamenyanganywa pointi 3
na wamenyang'anywa pointi 3 na magoli 3 wamepewa Zamalek. Na tuliona mchezo ulikuwa umepangwa kufanyika majira ya saa 4:30, lakini saa chache kabla ya mchezo Zamalek waliingiza timu uwanjani na wakafanya warm up na waamuzi wakawepo, lakini waamuzi ambao walikuwa wanatokea ndani ya taifa la Misri. Na baada ya kusubiri kwa dakika 20 waamuzi walipuliza filimbi na kuamuliwa kwamba Zamalek apewe pointi 3 na magoli 3. Kwa hiyo ndicho ambacho kilitokea kwenye mchezo huo, Al Ahly dhidi ya Zamalek. Sasa na Al Ahly wamesema kwamba kama chama cha soka cha Misri hakita sikiliza shauri lao, basi wako tayari pia kujitoa kwenye ligi ya nchini Misri. Kwa hiyo unaweza kuona yani haiendi mbali sana na ile ya Simba, kwa sababu mjumbe wa kamati ya kurugenzi kwa upande wa Simba Magoli alisema kama TFF ama bodi ya ligi hawato tenda haki, si tu kugomea mechi ya Simba na Yanga, bali watagomea pia mpaka ligi. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo haya mambo kama yanashabihiana hivi, lakini utofauti ni kwamba mchezo wa Simba na Yanga uliahirishwa na utapenguliwa tarehe nyingine, lakini wakati huo Yanga wakisema hawatambui dabi nyingine tofauti na tarehe 8. Huku mchezo timu imegomea, mchezo kwa pale pale, timu ikaingia uwanjani na matokeo ambayo yametokea ni kwamba Zamalek amepewa pointi 3 na magoli 3. Kwa hiyo huo ndio tofauti, kwamba ile iliahirishwa na imepangiwa, lakini huyu mtu kagomea huko nchini Misri, lakini mchezo ulikuwa pale pale na mchezo kwa mujibu wa kikanuni umemalizika na Zamalek wamepewa pointi 3 na magoli 3. Kwa hiyo huo ndio tofauti wa dabi ya Simba na Yanga iliyoahirishwa na kupangiwa tarehe nyingine, na hii ambayo Al Ahly kagomea lakini mchezo umemalizika baada ya kutokea Al Ahly na Zamalek amepewa pointi 3 na magoli 3. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio ambalo limetokea huko nchini Misri mara baada ya Al Ahly kugomea mchezo huu dhidi ya Zamalek, moja kati ya dabi ambayo imekuwa na ushindani mkubwa, lakini Al Ahly wao wakisema wanahitaji waamuzi wa kuchezesha mechi hiyo watoke nje ya taifa la Misri, kwamba wao hawana imani kabisa na maamuzi ya waamuzi wa taifa hilo kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze kuhusiana na hiki ambacho kimetokea huko nchini Misri, lakini pia kikitukumbusha kuahirishwa kwa dabi ya Simba na Yanga, dabi ambayo inasubiriwa kupangiwa tarehe nyingine. Kwa hiyo iko hivyo kwamba kumbe haya mambo yapo na kuahirishwa kwa dabi ni kawaida sana, na iko hivyo. Kwa hiyo tunasubiri pia kuona maamuzi ya bodi ya ligi juu ya kilichoahirishwa dabi ya Simba na Yanga, lakini wakati huo Yanga wakisema wao hawatocheza dabi nyingine tofauti na ile dabi ya tarehe 8. Lakini wakati huo tunasubiria tu kuona busara kama itatendeka juu ya dabi hiyo kupigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini huko kwenye tayari dabi imeisha, yani hakuna cha dabi kurudiwa, hakuna cha dabi kuahirishwa. Timu megomea, mpinzani kaingia uwanjani, waamuzi wamekuepo, wamesubiri kwa dakika 20, mpinzani hajatokea, timu imepewa pointi 3 na goli 3. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio pia ambalo limetokea huko nchini Misri. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.